Lissu na viongozi wengine wote kutoka kwenye vyuo mbalimbali. Nitambue pia viongozi kutoka kwenye taasisi zingine tofauti tofauti. Kuna utambulisho niliambiwa vyama hivi vya usafirishaji. Kwa taarifa, wanazuoni ambao wamekusanyika hapa, wale mlikuwa mnawaita bodaboda, sasa hivi hilo jina hawana. Wale ni maafisa wasafirishaji. Hapo wanatoka. Niongee kwa kifupi sana kuhusiana na mada ambayo wanavyuo katika kukuza amani wakati wa uchaguzi mkuu. Nianze kwa kutamka moja kwa moja kwamba nafasi ya vijana ni kubwa kutengeneza kitu kinyume na amani. Ukombozi, kupigania masuala ya amani kwenye nchi zile ambazo zilikuwa zinafanya ukombozi, wale viongozi walikuwa ni vijana. Vijana ndio walifanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba amani inakuwepo katika maeneo yao ambayo wao walikuwa wakishiriki katika harakati mbalimbali, kama vile mkuu wa wilaya alivyotangulia kuwaeleza. Baada ya kuziona zile kutakuwa na amani kwa kutumia mifumo na fursa zile walizoziona, lakini chini ya misingi ya mifumo, linatarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu wa 2025. Sababu ya mifumo ya kisheria. Ina maana hizo ndio political spaces ambazo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mgeni wetu rasmi, wakili msomi Msando alikuwa akilieleza kwamba ile ni fursa. Anayegombea agombee, anayetaka kupigiwa kura ajitokeze, lakini katika mifumo ambayo iko kisheria ya kunadi sera. Huo ndio mfumo na hiyo ndio fursa. Kwa hiyo kinachojitokeza kwenye sehemu kubwa, kama alivyojaribu kuwadokeza sensa iliyofanyika ya mwisho ya taifa letu, vijana wameongezeka. Vijana ni wengi na vijana ndio wenye nafasi kubwa katika mambo mbalimbali, katika mifumo ya kiuchumi, mifumo ya kisiasa, lakini mifumo ya kijamii. Ukikuta kundi la wasanii unakuta ni vijana. Ukikuta masuala ya uchumi, watu wanaozunguka ndani ya nchi na nje ya nchi, wengi ni vijana. Lakini hata kwenye mifumo ya kisiasa, ukifuatilia nafasi za watu waliogombea masuala ya udiwani, masuala ya ubunge, ukifuatilia wengi ni vijana. Kwa hiyo ili swala hili liweze kufanyika vizuri, vijana wanayo fursa kubwa sana ya kuhakikisha wanajitambua nafasi yao kwa wingi wao. Lakini leo, ili uwe na nafasi kesho, lazima leo uwe salama. Ili uwe na nafasi kesho ya hicho unachokitarajia katika mtizamo wa kiuchumi au political space au social, lazima leo itengeneze. Utaingia kwenye vurugu na utajikuta unaweza ukapata uzee, ukazeeka ukiwa ndani ya vurugu. Vijana mna nafasi na fursa kubwa sana, lakini pia mnao nafasi ya kujitafakari sana katika misukumo ya mihemuko ambayo mnakuwa nayo kulingana na aina ya makundi au watu ambao unashiriki nao katika mawazo tofauti tofauti. Kuwa na fikra chanya au hasi katika kujadili jambo si jambo baya katika mtizamo wa kitaaluma,
wanazuoni mnafahamu, lakini kuipeleka ile mitizamo katika vitendo vya vurugu, hapo ni jambo ambalo linakuwa linaleta taswira ambayo inakuwa inakinzana wakati mwingine na sheria. Kwa hiyo tumeshuhudia mara kadhaa kwamba yamekuwepo vitisho vya hapa na pale, hasa kwa kundi la vijana walio wengi, kwamba tarehe 29 Oktoba kutafanyika jambo lingine tofauti na hili la uchaguzi. Ndugu wanazuoni pamoja na makundi mbalimbali ambayo yamekuja kushiriki kwenye mada hii chini ya kongamano ambalo umeliandaa, moja ya majukumu yetu sisi law enforcement agencies, polisi ikiwa moja ya taasisi ambayo iko kwenye eneo hilo, ni kuhakikisha kwamba tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba kisheria amani na utulivu, haya maneno sio ya kisiasa tu, ni maneno ya kisheria. Amani na utulivu ni moja la jukumu la vyombo vya dola likiwemo jeshi la polisi kuhakikisha kwamba linakuwepo na watu wanakuwa na amani, watu wanakuwa watulivu, watu wanatekeleza majukumu yao ya kisheria bila kukinzana na sheria. So ni kitu ambacho kipo, sio kwamba sisi tunataka kujifanyia kwa sababu tukiamka tunataka tufanye vile. Ni swala la kisheria kuhakikisha ninyi mnatimiza majukumu yenu, lakini kwa kufuata misingi ya kisheria. It's our fundamental duties to make sure that we maintain peace and tranquility within our members in our community. Hili ni jukumu letu la kisheria. Lazima watu wawe na amani, lazima wawe na watulivu. Sasa vijana tunawaasa, wakati tunapotekeleza majukumu yetu, msiwe na mtizamo sasa hasa kwa wale ambao wanakuwa wanakinzana na sheria. Ukiangalia ibara ya 30 kama sikosei, ibara ndogo ya kwanza ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza wazi swala la haki, uhuru na wakati mwingine hata wajibu katika majukumu fulani. Watu wanatafsiri nusu. Wale wanasheria wanafahamu kwamba sheria huwezi kuisoma kama kasuku, lazima uisome mpaka mwisho. Sio unakata hapa unarukia pale, unakata hapa unarukia pale. Hapana, lazima uisome mpaka mwisho. Uhuru na wajibu wetu, na hasa sisi vijana, katika kutekeleza mitazamo yetu ya kisiasa au ya kijamii au ya kitamaduni. Hakuna haki au uhuru ambao hauna mipaka yake. Kuvunja au kunyang'anya haki ya mtu mwingine, haki ya mtu mmoja au kundi moja, haitoi fursa ya kunyang'anya sasa kundi lingine. Yaani wewe unajiangalia tu kwamba mimi nitaandamana, nitafanya hiki, lakini utaratibu wa hiyo haki upo. Ukitaka kuandamana, taratibu ni zipi? Sheria inatuambia utatoa taarifa. Ukitoa taarifa, law enforcement agency wenye jukumu la maintain peace, wewe na wale wengine wao ndio wana-assess. Sisi tunakuambia siku hiyo ni siku ya uchaguzi, ambalo ni swala la kikatiba, swala la kisheria. Sasa ukicontravene, maana yake unatu-invite sisi law enforcement agencies. Na kwa sababu tumesomea mambo hayo, jinsi ya kukuzuia, jinsi ya kuhakikisha kwamba wewe huzuii haki za watu wengine, sisi tutatimiza majukumu yetu ya kisheria. Zipo principles zile za waliosoma sijui kama bado hizo vitabu wanavisoma watu kina Marx na kina Lenin wakati ule, zile principles za the law of negation, yani vitu vinakuwepo kwa kusababishana. Yani wewe unanisababisha nifanye kitu fulani, kwa kufanya kitu fulani, unakuwa na mtizamo fulani, unakuja kufanya kitu fulani, unanisababisha mimi nije kufanya kitu fulani, kwa mujibu wa sheria. Lakini kwa hiyo kimsingi, kwa sababu ya muda, na mimi nipewa muda wa kuwasalimia, nikiwa kamanda wa jeshi la polisi hapa mjini Dar es Salaam, sehemu ambayo nasikia
wanasema ndio wameichagua ya kuja kufanya hicho kitu ambacho kwa mtizamo na mawazo yanayojitokeza ni cha uvunjifu wa amani kwa kufanya baadhi ya vitendo ambavyo ni kinyume cha sheria. Na sisi kwa sababu tumeapa, manake sisi tunaapa law enforcement agencies, kabla kufanya haya majukumu tunaapa kwanza kuilinda nchi, pili kuwalinda watu, tatu kulinda mali halali za watu. Yani nyinyi mna mali zenu, hata simu, hata kibegi, kwamba mtu asichukue. Sasa kwa sababu sisi tumeapa, tunawaeleza tutatimiza majukumu yetu ya kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama. Siku hiyo watu wajitokeze kwenda kupiga. Electric vehicles are no longer just consuming energy. Every vehicle is a mobile energy storage unit. Through charging and kwenda kupiga kura, wafuate taratibu za kisheria. Sisi tutakuwepo barabarani, si kutisha watu, kwa ajili ya kuwalinda watu ambao wanakwenda kutimiza majukumu ya kikatiba ya kupiga kura. Ya kupiga kura. Najua kuna watu watakata hicho kipande kwamba Kamanda Muliro aruhusu maandamano. Big no. Siku hiyo hakuna maandamano wala hakuna vurugu. Narudia. Siku hiyo hakuna maandamano wala hakuna vurugu. Siku hiyo ni ya watu kwenda bila hofu kwenye vituo vya kupiga kura na kufuata taratibu za Tume Huru ya Uchaguzi kuona kwamba nchi yetu inaendelea. Baada ya kusema hayo, nimalizie kwa kusema niwapongeze Rais wa TALISO, nikupongeze sana. Nikupongeze sana makamu wako akiwemo yule wa kutoka Zanzibar, niwapongeze sana. Nimewasikia makamishina na manaibu kamishina, ninyi pia nawapongeza. Mnalo jukumu la kuwashauri, narudia, mnalo jukumu la kuwashauri vijana wenzenu ambao ndio muhimili wa taifa hili katika zile perspective alizozitaja Mheshimiwa Wakili Msando, kwamba tengenezeni nafasi za kiuchumi, nafasi za kisiasa, nafasi za kijamii, ili muingie muweze kutimiza majukumu mengine mazuri, badala ya kujiingiza kwenye vurugu na mihemko ya mtu mmoja ambaye nasikia yuko wapi kule. Yani mtu yuko kule na huijui taaluma yake wala level yake ya masomo, unakimbiza tu. Msijiingize kwenye swala hilo. Najua kupiga kwa bahati mbaya, ananiambia muda umeisha na natakiwa niondoke. Na mimi kwa sababu nimemwelewa, nawashukuru sana kwa kunialika. Dar es Salaam iko salama, na nchi kwa niaba ya Inspector General wa Polisi Afande Kamil Wambura iko salama zaidi ya mnavyofikiria. Nashukuru sana Kamanda wa Polisi Kanda Maalum wa Dar es Salaam. Makofi mengi tena kwake. Makofi mengi tafadhali. Basi kwa wakati huu sasa nichukue fursa nimkaribishe moderator wetu maalum Charles William aweze kuendelea. Karibu sana kaka. Asante.